Habari, leo nitawaletea sababu za stroke kwa watu ambao wanaishi Marekani au watu wanaoishi ughaibuni. Wamekuwa na changamoto ya stroke mara kwa mara, na wengi wamekuwa wakituuliza ni changamoto gani au ni sababu zipi zilizosababisha watu waweze kuwa na changamoto ya stroke. Hapa nitakuelezeeni sababu vizuri zaidi, lakini pia nitakuelezeeni na dalili moja kwa moja za stroke ambazo tunasema siku zote huwa ni ile ambayo wengi wamekuwa kipitia na wengi wamekuwa kichukulia poa mpaka baadaye madhara yanapokuwa makubwa. Nikumbushe, kama ni mara ya kwanza kufuatilia channel yetu, basi usahau kusubscribe na comment ili uweze kuwa mtu wa kwanza kupata dondoo za kiafya tunazozituma kila siku. Tuambie ni changamoto gani ambayo imekuwa ikikutesa, ni changamoto gani imekuwa ikikupa shida mpaka umefikia sehemu umekata tamaa. Hakuna haja kukata tamaa. Changamoto ya stroke inatibiwa kama utapata tiba na miongozo sahihi, basi changamoto inaisha kabisa. Hakikisha kama kuna mtu ana stroke, basi share naye video hii ili aweze kujifunza zaidi. Tutaelezeeni sababu zinazosababisha changamoto ya stroke. Wengi tunapenda kuita kiharusi. Wengi walioko nje ya nchi wamekuwa akisumbuka na changamoto hiyo. Sababu namba moja huwa tunasema ni shinikizo la damu, tunasema ni hypertension au tunasema ni high blood pressure. Hii ni changamoto namba moja sana ambayo imekuwa ikipelekea stroke. Ni kwamba unapokuwa na changamoto ya pressure, ni kwamba mishipa inashindwa kusafirisha damu kufika sehemu zako zote za mwili. Ni moja ya changamoto kubwa ambayo inasababisha pressure, inasababisha stroke, inasababisha ganzi, inasababisha kuwaka moto na inasababisha baadhi ya sehemu za mwili kuweza kujaa. Kwa nini? Kwa sababu damu haisafiri vizuri, damu haifiki maeneo yote vizuri kama inavyotakiwa. Nimeshasema kwa dakika moja inatakiwa moyo usukume lita 5, tunasema ni 5 liters per minute. Sawa, kama moyo unatakiwa usukume lita 5 za maji za damu. Sasa ikitokea una changamoto ya pressure, kwa unakuta moyo haufanyi kazi vizuri, kwa hiyo kama ni kupump damu haiendi ya kutosha kwenye sehemu zote zako za mwili, kwa hiyo moja kwa moja inasababisha stroke moja kwa moja. Na mara nyingi inatokea wapi? Kichwani. Yaani sasa kichwa ndio cha kwanza, unahisi kichwa kizito, na mara nyingi wanapata changamoto huko kichwani, au pengine wanapata kisogoni ambayo inazuia mtiririko mzuri wa damu. Hiyo ndio sababu namba moja kabisa, changamoto ya pressure. Sawa, pressure. Kama una changamoto ya pressure, pia tuwasiliane kabla haijaenda kwenye stroke, kwa sababu pressure iko njiani inaenda kwenye nini? Kwenye stroke. Sababu namba mbili, kisukari, diabetes. Sawa, na mara nyingi wenzetu walioko ughaibuni wanapata diabetic type nini? Type 2. Sawa, kisukari ndugu yangu huwa kinasababisha mishipa kuwa migumu. Sawa, kuwa migumu na kinaharibu ile mishipa. Kwa hiyo unakuta ile mishipa inaziba, ikishaziba moja kwa moja damu haiendi vizuri. Hatari ya stroke inakuwa inaongezeka. Yaani ugonjwa wa pressure na ugonjwa wa kisukari, haya magonjwa yote yanaharibu mishipa. Ndio maana pia yote yanasababisha mtu kutoona vizuri, yanasababisha ukungu. Kwa nini? Anafanya macho, ule uwiano uliopo wa yale majimaji yaliyo kwenye macho yanaisha kabisa. Sasa uwiano wa majimaji yaliyo machoni yakiisha kabisa, moja kwa moja utasikia mtu huyo ameshafikia sehemu ambapo sasa hawezi kuona vizuri. Kwa hiyo unapokuwa na kisukari, diabetic, moja kwa moja inasababisha mishipa kuwa migumu na yenye hitilafu. Sasa mishipa ikishakuwa migumu na ikawa na hitilafu, ina maana damu haitafika sehemu zote vizuri kama inavyotakiwa. Kwa unakuta pressure moja, kisukari, stroke itaweza kutokea hapo. Lakini pia cholesterol na unene kupita kiasi. Nimekuwa nikisema kwamba watu wanaoishi ughaibuni wanafanya kazi kwa muda mrefu. Hilo ndio jambo ambalo mnatakiwa kulifahamu. Wanafanya kazi kwa muda mrefu, overtime kwa muda mrefu. Kwa hiyo unakuta sasa, kwa kufanya kazi kwa muda mrefu hawapati muda wa kufanya mazoezi. Unakuta mtu anafanya kazi, anakuambia naingia saa 1, natoka saa 6 usiku, naendesha gari kurudi kwangu, nafika saa 8 usiku. Sasa saa 8 usiku analala masaa mangapi? Sawa, lakini pia yuko busy, yuko kazini. Sasa unapokuwa busy, ni kwamba unakosa muda wa kufanya mazoezi ili damu iweze kusafiri vizuri ndani ya mwili wako. Hii inasababisha unene kupita kiasi. Lakini cholesterol kuunda kwa sababu ya matumizi ya vile vyakula. Wanatumia vyakula na vinywaji ambavyo tunasema ni vile ambavyo vinakuwa
refined carbs, lakini pia wanatumia vyakula vile ambavyo ni processed food, vyakula vya viwandani ambayo ni hatari, pizza, burger na vinginevyo, na fries nyinginezo ambazo ni hatari kwa afya yako, ambayo vinapelekea changamoto ya cholesterol moja kwa moja. Ulisi wa Kiafrika ambayo tunasema ni genetics moja kwa moja, Waafrika wana uwezekano mkubwa wa pressure na kisukari, kwa sababu mishipa ya damu inaweza ikawa sensitive zaidi, ambayo moja kwa moja inapelekea changamoto ya stroke, ambayo tunasema hiyo ni genetic. Genetic za Kiafrika zinakuwa tofauti na genetic za makabila au nchi nyingine au mabara mengine. Sisi za kwetu zinakuwa ni haraka zaidi kuweza kuadapt haya magonjwa, ndio maana ni rahisi. Zinakuwa mara nyingi insulin resistance ni chapu kabisa, mishipa ni chapu, ndio maana wengi wamekuwa wakipata changamoto ya stroke. Lifestyle na mtindo wa maisha wa ughaibuni, kukaa kwa muda mrefu, stress ya kazi, kulala kidogo. Tunasema lishe kwenye